Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni yaliyo tarehe 6 Julai mwaka 2026. Nami ni Teloje Longo sondeke kwa sababu katika taarifa leo tutakuletea maendeleo ya hivi karibuni kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu kaskazini na kusini, na tutakuletea taarifa kuhusu operesheni za jeshi la serikali FARDC likisema limepata mafanikio katika baadhi ya maeneo ya kimkakati huko ile usalama kiendelea kubadilika kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia tutakujuza kuhusu swala la kibinadamu inayozidi kuwatikisa maelfu ya wananchi. Taarifa inaendelea katika maeneo ya mapigano pamoja na juhudi za viongozi wakikana na jumuiya ya kimataifa katika kutafuta suluhisho la amani. Hizi ni habari nyingine muhimu zinazokujia ndani ya dakika chache zijazo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa ya jioni kupitia Kivu News Info, chanzo chako cha habari za uhakika. Na vile vile endelea kujuza kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chote kile ningekuomba na kusikufanya kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa ulio wengi zaidi. Na basi kama tutakomesha fanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tukupashe. Hali ya usalama katika nyanda za juu za Fizi, Minembwe mkoani Kivu Kusini endelea kutia wasiwasi kwa mapigano makali yakiendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na makundi yenye silaha yanayopigana katika eneo hilo. Katika taarifa iliyotolewa kupitia operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini, msemaji wa operesheni hizo Luteni msaidizi Rigeni Mbui Kalonji amesema kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo matatu kimkakati ambao ni Kimete, Uyene na Kashamata aliyopo katika nyanda za juu na za kati za wilaya ya Fizi. Kwa mujibu wa jeshi hilo, mafanikio yamepatikana baada ya kutekelezwa kwa mashambulizi ya kujibu yalolenga kuvuja ngome za wapiganaji walikuwa wamejikita katika maeneo hayo. FARDC nasema kwa operesheni hizo zinawawezesha wanajeshi wake kusonga mbele na kurejesha maeneo ambayo yalikuwa yamepotezwa kufuatia mapigano makali ya siku za hivi karibuni. Jeshi nasema kuwa kabla mafanikio, baadhi ya vikosi vyake vilazimika kujiondoa kwa muda kutokana na mashambulizi makali yaliyofanywa na muungano wa waasi wa Twirwaneho pamoja na makundi mengine yenye silaha. Hata hivyo, baada ya kupanga upya operesheni zake na kupeleka vikosi vya nyongeza, FARDC nasema imefanikiwa kurudisha maeneo hayo chini ya udhibiti wake. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kuwa wapiganaji walikuwa wakishikilia maeneo hayo lazimika kurudi nyuma kuelekea maeneo ya Rugezi na Bigaragara. Hata mbali na mapigano ya ardhini, FARDC pia imetoa tuhuma nzito dhidi ya jeshi la Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jeshi linadai kuwa ndege zisizo na rubani aina TBD na TB3 zilitumika katika mashambulizi yanga katika kijiji cha Bijaga pamoja na maeneo ya jirani liko kama mashariki mwa Point0. Jeshi la Kongo nasema kwa mashambulizi yalilenga raia waliokuwa katika makazi yao, jambo ambalo limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wanaoendelea kuishi katika katikati ya mapigano. Kwa mujibu wa takwimu za awali zilizotolewa na FARDC, watu 18 wamefariki dunia huku wengine 15 wakijeruhiwa. Miongoni mwa jeruhiwa wapo wanawake na watoto ambao sasa wanapatiwa matibabu katika kituo cha afya cha Kanguli. Hata hivyo, idadi ya vifo na majeruhi pamoja na madai kuhusu waliohusika na mashambulizi yao bado hajathibitishwa na vyanzo huru. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nasema kwa mashambulizi hayo yaratikishi yanawakilisha ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu. Imezitaka taasisi za Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine ya kimataifa kuanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira ya tukio hilo na kuwajibisha wahusika iwapo madai hayo yatathibitishwa. Wakati huo jeshi linawahakikishia wananchi wa Fizi, Mwenga na Uvira kuwa linaendelea kuimarisha operesheni za kijeshi kwa lengo la kulinda raia, kurejesha usalama na kuzuia makundi yenye silaha kuendelea kusambaza hofu katika maeneo hayo. Mapigano kati ya nyanda za juu za Fizi na Minembwe endelea kuwa miongoni mwa changamoto kubwa za kiusalama mashariki mwa nchi. Wananchi wengi waendelea kukimbia makazi yao wakifia usalama, huku wakitoa wito kaendelea kutolewa na pande zote zinazosika kuheshimu sheria za kimataifa za kuhakikisha raia hawauawi waathirika wa mapigano yanayoendelea.
Licha taarifa zinazoendelea kusambazwa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii kudai kuwa mji wa Baraka umetwaliwa na waasi wa muungano M23 na Twirwaneho, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linasema kuwa mji huo bado uko chini ya udhibiti kamili wa vikosi vya serikali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na vyanzo vya kijeshi FARDC, hakuna mabadiliko ya udhibiti uliotokea ndani ya mji wa Baraka ulipo katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Jeshi linasema kuwa vikosi vyake vinaendelea kushikilia nafasi zote muhimu za ulinzi na kuendelesha doria za kawaida ili kuhakikisha usalama wa wakazi. FARDC inaeleza kuwa katika kulinda mji huo inaendelea kushirikiana kwa karibu na makundi ya wananchi wanaojulikana kama wazalendo pamoja na vikosi vya jeshi la Burundi vinavyoshirikiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika operesheni za usalama mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa jeshi, ushirikiano huo unaendelea kuimarisha ulinzi wa Baraka na kuzuia makundi yenye silaha kuingia ndani ya mji huo licha mapigano yanaendelea katika maeneo mengine ya wilaya ya Fizi. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC inakiri kuwa hali ya usalama katika maeneo yanayozunguka mji wa Baraka bado ni ya wasiwasi. Mapigano yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya mbele yamesababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi, huku baadhi ya familia zikionekana kuondoka katika maeneo yenye hatari wakihofia kusogea kwa mapigano. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, pia kumeonekana msafara wa wanajeshi pamoja na baadhi ya familia zao wakiondoka kutoka maeneo mstari wa mbele kuelekea sehemu salama zaidi. Hali hiyo imezua hofu kwa baadhi ya wakazi, ingawa jeshi limesisitiza kuwa hatua hizo hazimaanishi kuwa Baraka imeanguka mikononi mwa waasi. Wakati huo, taarifa zinaweza kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kupeleka vikosi vya nyongeza katika mji wa Masisi, eneo ambalo lina umuhimu mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi yake ya kimkakati inaunganisha Kivu Kusini na mkoa wa Tanganyika kupitia barabara kuelekea Kalemi. Kuimarishwa kwa vikosi hivyo kunatajwa kuwa sehemu ya mkakati wa jeshi na kuzuia waasi kusonga mbele na kuhakikisha njia muhimu za mawasiliano na usafirishaji zinaendelea kubaki chini ya ulinzi wa serikali. FARDC inasema kiwa kijiji cha Mulima bado kinadhibitiwa na vikosi vya serikali na kwa kushirikiana na wazalendo. Kijiji hicho kinapatikana umbali wa zaidi ya kilomita 112 kutoka mji wa Baraka, jambo ambalo kwa mujibu wa jeshi linaonyesha kuwa mapigano bado yako mbali na mji huo wenyewe. Kwa mujibu wa FARDC, hali ndani ya Baraka inaendelea kuwa tulivu, huku shughuli za kawaida zikiendelea licha ya tahadhari iliyopo kutokana na mapigano yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya wilaya ya Fizi. Jeshi hilo limewataka wananchi kuwa waangalifu na taarifa zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii, ikisema kuwa baadhi ya taarifa hizo zinaweza kuwa na kupotosha na kusababisha hofu isiyo ya lazima. Kwa upande mwingine, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kuwa hofu inaendelea kutanda miongoni mwa wakazi wa Baraka inachangiwa na mashambulizi ya ndege isiyo na rubani ambayo jeshi inahusishwa na jeshi la Rwanda. Madai hayo pia hayajathibitishwa kwa uhuru. Wakati ile inaendelea kufuatilia kwa karibu, wakazi wa Kivu Kusini wanaendelea kutaka kurejeshwa kwa amani na usalama, huku mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha yakiendelea kuathiri maisha ya maelfu ya raia katika eneo hilo. Mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu yanayofanya kazi katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini yameeleza wasiwasi mkubwa kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya mabomu katika nyanda za juu na za kati eneo hilo. Mashirika hayo yanasema mapigano yanaendelea yameacha athari kubwa kwa raia wasiokuwa na hatia, huku wanawake, watoto na wazee wakitajwa kuwa miongoni mwa walioathirika wakuu huu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashirika hayo, mabomu yanayoripotiwa kuilipuka katika siku za hivi karibuni yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi, wengi wao lazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao. Familia nyingi zimekimbia maeneo yanayoamini kuwa salama zaidi, huku nyingine zikilala nje bila makazi ya kudumu kutokana na kuogopa kwa kurejea vijijini kwao. Mashirika yameeleza kuwa hali ya kibinadamu katika maeneo hayo imeendelea kuzorota kwa kasi. Maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wanakabiliana na uhaba mkubwa wa chakula, maji safi, dawa na huduma nyingine muhimu za kibinadamu. Vituo vingi vya afya vinadaiwa kushindwa kutoa huduma ipasavyo kutokana na ukosefu wa dawa, vifaa tiba na mazingira yasiyo salama kwa wahudumu wa afya. Kwa mujibu wa watetezi wa haki za binadamu, watoto ndio wanaoathirika zaidi na leo. Wengi wamekatisha masomo baada ya shule kufungwa au kutumika kama makazi ya muda kwa familia zilizokimbia mapigano. Pia baadhi ya watoto wanakabiliwa na msongo wa mawazo kutokana na kushuhudia mashambulizi na kupoteza ndugu na mali zao. Mashirika wanasema wanawake, wajawazito, watoto wachanga, wazee na watu wenye ulemavu wanaendelea kuwa katika mazingira magumu zaidi kwa sababu ya ugumu wa kupata huduma za afya na msaada wa kibinadamu. Kwa mujibu wao, baadhi ya wasirika wamelazimika kutembea umbali mrefu wakitafuta maeneo salama au vituo vya matibabu. Kutokana na leo, mashirika yamezitaka pande zote zinazohusika katika mapigano kuhakikisha zinatekeleza wajibu wao kulinda raia kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Yamesisitiza kuwa raia hawapaswi kuwa walengwa wa mashambulizi wala kuwekwa katika mazingira ya kuhatarisha maisha yao. Katika tamko lao, mashirika haya yamekumbusha kuwa sheria za kimataifa zinataka pande zote zinazopigana kutofautisha wazi kati ya malengo ya kijeshi na
ya maeneo yanayokaliwa na raia. Wameonya kwamba mashambulizi yanayowasili wananchi wasiokuwa na wapiganaji yanaweza kuchukuliwa kama ukiukaji wa sheria za kimataifa iwapo uchunguzi utathibitisha hali hiyo. Mashirika pia yameziomba mamlaka za serikali, mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na wadau wa misaada ya kibinadamu kuongeza juhudi za kuwafikia wananchi walioathirika. Yamesema kuwa kuna haja ya kuhakikisha chakula, dawa, maji safi, malazi na dharura na huduma za afya kuwafikia waathirika bila kuchelewa. Vilevile ametoa wito kwa taasisi zinazohusika na uchunguzi wa haki za binadamu kuendelea kukusanya ushahidi kuhusu matukio yote yanayoripotiwa wakati wa mapigano. Kwa mujibu wa mashirika hayo, hatua ni muhimu ili kuibaini ukweli kuhusu matukio yanayotokea na kuhakikisha kuwa wahusika wa kiukwaji wote wa sheria za kimataifa wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Wakati mapigano yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya Fizi na maeneo jirani ya Kivu Kusini, hali ya binadamu inaendelea kuwa tete. Maelfu ya wananchi wanaishi katika hofu huku wakisubiri kurejea kwa amani, usalama na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na itakayowawezesha kurejea katika maisha yao ya kawaida. Rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye ameanza rasmi leo Jumatatu tarehe 6 Julai mazungumzo na viongozi wa muungano wa upinzani unaojulikana kama C64 pamoja na wakilishi wa madhehebu mbalimbali ya dini. Mazungumzo yanafanyika mjini Bujumbura yakilenga kujadili hali ya kisiasa, kiusalama na taasisi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na viongozi wa muungano huo, mkutano huo umeandaliwa kufuatia mwaliko rasmi uliotolewa na mamlaka za Burundi wakati ambako hali ya kisiasa nchini DRC inaendelea kuwa mjadala mkubwa kutokana na maandamano na mjadala inayohusu mustakabali wa katiba pamoja na mwelekeo wa uchaguzi ujao. Mmoja wa viongozi wa C64 amesema kwa ujumbe mkuu utawasilishwa kwa Rais Ndayishimiye utahusu muhimu wa kulinda utaratibu wa katiba, kuimarisha amani, kudumisha umoja wa kitaifa na kuhakikisha uchunguzi unalindwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa mujibu wa kiongozi wa C64 amesema lengo lake kuu ni kutetea kile anachokiita ulinzi wa utaratibu wa katiba na kuzingatia ibara ya 64 ya katiba ya DRC. Muungano unaeleza kuwa unataka kuona nchi ikiendelea kuheshimu misingi ya kidemokrasia na uchaguzi kufanyika kwa wakati unaostahili. Viongozi pia wanatarajiwa kumkumbusha Rais Ndayishimiye kauli alizozitoa wakati wa ziara yake siku 2 mjini Kinshasa, ambako alisisitiza kuwa wakati taifa linapokabiliwa na changamoto kubwa, umoja wa kitaifa unapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza. Kwa mujibu wa C64, ujumbe huo bado una umuhimu mkubwa kutokana na hali ya sasa ya kisiasa na kiuchumi nchini. Muungano unasema utamwomba mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kuendelea kuunga mkono juhudi za kutafuta amani nchini DRC, hususan katika maeneo ya mashariki endelea kukumbwa na mapigano. Viongozi pia wanatarajia kujadili utekelezaji wa maazimio ya kimataifa yanayolenga kurejesha utulivu na usalama nchini. Akizungumzia chanzo cha mkutano huo, mmoja wa viongozi wa upinzani ameeleza kuwa kutokana na ombi la C64 bali ulitokana na mwaliko wa moja kwa moja kutoka kwa rais wa Burundi kupitia ofisi yake. Amesema kupokea mwaliko huo, viongozi wa muungano walifanya kikao cha ndani kujadili iwapo waende na maandamano yaliyokuwa yamepangwa au wayaarishe ili kushiriki katika mazungumzo hayo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baada ya mjadala mrefu, wengi wa viongozi walikubaliana kuharakisha maandamano na kutoa nafasi kwa mazungumzo na juhudi za kidiplomasia. Hivyo maandamano yalikuwa yamepangwa kufanyika tarehe 8 Julai, sasa yameashiriwa hadi tarehe 22 Julai. Maandamano yanatarajiwa kufanyika katika mji wa Kinshasa pamoja na miji mingine ya DRC kwa kilenga kufikisha ujumbe katika ikulu ya rais. Kwa mujibu wa C64, hatua hii ni sehemu ya msimamo wa kuhusu mjadala unaendelea kunahusisha uwezekano wa kufanyika kwa mabadiliko ya katiba. Serikali ya DRC imekuwa na msimamo wake kuhusu mjadala huu, huku swala hilo likiendelea kujadiliwa katika ulingo wa kisiasa. Muungano wa C64 unakutanisha baadhi ya viongozi mashauri wa upinzani ikiwemo Martin Fayulu, Moise Katumbi, Deli Sesenga na Jean-Marc Kabunda pamoja na viongozi wengine wa kisiasa. Muungano unasema umekubali kushiriki mazungumzo kwa umakini kwa kuwa kila juhudi inayoweza kusaidia kulinda amani, utulivu na utaratibu wa katiba inapaswa kupewa nafasi. Kwa mujibu wa viongozi wa C64, wanatumia fursa hiyo kueleza kwa wazi wasiwasi wao kuhusu hali ya kisiasa nchini pamoja na changamoto ambazo kwa mtazamo wao zinaweza kuathiri demokrasia na utulivu wa taifa ikiwa zitapatiwa ufumbuzi kupitia mazungumzo. Kwa upande wake, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amekuwa akisisitiza mara kwa mara umuhimu wa mazungumzo kati ya wadau wa kisiasa nchini. Wakati wa ziara yake hivi karibuni mjini Kinshasa, aliwataka viongozi wa kisiasa kuweka mbele maslahi ya taifa, kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kushirikiana katika kutafuta suluhisho la changamoto za usalama zinazoendelea mashariki mwa nchi. Rais pia alieleza kuwa tofauti za kisiasa zinapaswa kufuatilia kupitia mazungumzo ya amani na kuheshimu taasisi za nchi.
nchi. Alisisitiza kuwa Umoja wa Afrika uko tayari kuunga mkono juhudi zote zinazoweza kusaidia kuhifadhi amani, kuimarisha utulivu wa kisiasa na kulinda umoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo yanaendelea mjini Burundi yanatazama kwa wengi kama hatua muhimu ya kidiplomasia katika kipindi ambacho DRC inaendelea kukabiliwa na changamoto ya kisiasa na kiusalama. Wadau mbalimbali wanatarajia kuona kama mazungumzo yatafungua njia ya kuimarisha maridhiano ya kisiasa, kupunguza mvutano na kuendeleza juhudi za kurejesha amani na utulivu nchini. Wahudumu wanaoshiriki katika operesheni za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mjini Bunia mkoani Ituri wameibua kilio chao wakitaka mamlaka zinazosika kulipa posho na malipo yao ambao kwa mujibu wao hayajatolewa tangu kuanza kwa operesheni za kukabiliana na mlipuko huo. Katika waraka wa malalamiko waliowasilisha kwa mamlaka husika, wahudumu hao wanasema wanaendelea kufanya kazi katika mazingira magumu na yenye hatari kubwa, lakini hadi sasa hawajapokea malipo wanaostahili kwa kazi wanayoifanya. Kwa mujibu wa wahudumu hao, kazi yao imekuwa kujitolea kwa kiwango kikubwa katika kipindi ambacho Ebola inaendelea kutishia maisha ya wananchi wa Ituri. Wanasema kila siku wamekuwa mstari wa mbele wakifanya shughuli mbalimbali za kudhibiti maambukizi, wakifuatilia waliokutana na wagonjwa, kuhamasisha jamii kuhusu njia za kujikinga na ugonjwa pamoja na kusaidia timu za afya katika maeneo yaliyoathirika. Hata hivyo, licha kujitolea huko, wahudumu hao wanasema kuchelewa kwa malipo kumewaweka katika hali ngumu ya maisha. Wengi wanadai kushindwa kukidhi mahitaji ya msingi ya familia zao, ikiwemo kununua chakula, kulipa kodi za nyumba, kugharamia matibabu na ada za shule za watoto wao. Katika waraka wao wanasema hali hiyo imezidi kuathiri kisaikolojia kwa sababu wanaendelea kufanya kazi katika mazingira yenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa huo, hatari na kukabiliwa pia na changamoto ya kifedha nyumbani. Wahudumu wao wameeleza kuwa wakikubali kushiriki katika operesheni za kukabiliana na Ebola, wakaamini kwamba haki zao zitaheshimiwa na malipo yao yangetolewa kwa wakati. Wanasema kucheleweshwa kwa posho kunapunguza hiari ya kazi na kunaweza kuathiri ufanisi wa operesheni za afya ikiwa suluhisho la haraka halitapatikana. Kupitia waraka wao wamezitaka mamlaka za afya pamoja na taasisi zote zinazohusika na utaratibu wa mapambano dhidi ya Ebola kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha malipo yote yaliyocheleweshwa yanatolewa bila kuchelewa zaidi. Wahudumu wapya wamekumbusha kuwa wao ndio nguzo muhimu katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola, kwa kuwa wako karibu na wananchi kila siku wakitoa elimu, kufanya uchunguzi kwa wagonjwa na kusaidia kuzuia kusambaa kwa maambukizi katika jamii. Kwa mujibu wao, kuhakikisha wanapata stahiki zao kwa wakati ni sehemu ya kuimarisha mfumo wa afya na kuwapa motisha wale wote wanajitoa kuhudumia wananchi wakati wa mlipuko wa magonjwa hatari. Hadi sasa mamlaka zinazosika hajatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo ya wahudumu wa mapambano dhidi ya Ebola. Wakati huo wahudumu hao wanaendelea kusubiri majibu kutoka kwa serikali na taasisi zinazoratibu operesheni za kukabiliana na mlipuko huu, wakitumaini kuwa malipo yao yatatolewa ili waweze kuendelea na kazi yao katika mazingira bora na kwa utulivu zaidi. Hali ya taharuki inaendelea kutawala katika makundi ya Waloya na Yungu na Kisimba aliko katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya wakazi wa maeneo kuripoti kuonekana kwa ndege zisizo na rubani maarufu kama drone ambazo wanadai zinahusishwa na waasi wa muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, ndege hizo zilianza kuonekana angani tangu majira saa 9 usiku kuamkia Jumapili tarehe 5 Julai. Tangu wakati huo ziliendelea kuruka juu ya maeneo kadhaa, jambo lilosababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi ambao tayari wanaishi katika mazingira ya wasiwasi kutokana na mapigano endelea katika sehemu mbalimbali za Walikale. Katika kundi la Waloya Yungu, mashuhuda wanasema drone hiyo ilionekana ikizunguka juu ya vijiji vya Ngenge, Kailenge na Buhimba. Tukio limejiri siku moja tu baada ya mashambulizi ya mabomu yaliyolenga nafasi zilizoshikiliwa na jeshi la serikali FARDC kwa ushirikiano na wapiganaji wa Zalendo katika maeneo ya Buhimba na Munda yaliko katika kijiji cha Mwitwa. Wakazi wa maeneo wanasema kuwa kuonekana kwa drone hiyo baada ya mashambulizi hayo kumeongeza hofu kwamba huenda kuna maandalizi ya mashambulizi mengine, hasa ikizingatiwa kuwa ndege zisizo na rubani zina uwezo wa kukusanya taarifa za kijeshi na kutambua maeneo ya kimkakati. Kwa upande wa kundi la Kisimba, taarifa zinaeleza kuwa drone hiyo pia ilionekana ikiruka juu ya anga mili wa Mpeti hadi Minjenje. Wananchi wa eneo wanaeleza kuwa wameingiwa na hofu kubwa, kuna wengine wameanza kupunguza shughuli zao za kila siku wakihofia kuzuka kwa mapigano mapya. Kutokana na hiyo, viongozi wa kimila na makundi ya Waloya Yungu na Kisimba wametoa wito kwa vyombo vya usalama kuongeza umakini na kuimarisha ulinzi katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa viongozi hao, uwepo wa ndege hizo unaweza kuwa ni sehemu ya operesheni za kufanya upelelezi wa maeneo kabla ya kuanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zinazodhibitiwa na jeshi
jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Viongozi wanaeleza kuwa ni muhimu hatua za haraka zichukuliwe ili kulinda usalama wa raia na kuzuia hali ya taharuki isiendelee kuongezeka katika vijiji vinavyokabiliwa na tishio hilo. Wakati huo wakazi wa Walikale wameendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kuimarisha usalama na kuhakikisha wananchi wanalindwa dhidi ya athari za mapigano yanayoendelea katika eneo hilo. Hali ya usalama katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini inaendelea kuwa tete kwa muda mrefu, huku mapigano mara kwa mara yakiripotiwa kati ya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono wa Wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala mamlaka nyingine za kiusalama zinazothibitisha madai kuhusu shughuli za ndege zisizo na rubani. Hata hivyo, tahadhari inaendelea kuongezeka kwa miongoni mwa wananchi, huku wengi wakisubiri hatua zitazochukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama ili kurejesha ile utulivu katika eneo hilo. Na ni hivyo ndivyo ilivyokuwa taarifa yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa Jumatatu tarehe 6 Julai mwaka 2026. Tunashukuru kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tunaendelea kuwahimiza kuendelea kufuatilia kupitia kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii kupata habari za uhakika na za haraka na zenye kuaminika kuhusu yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, mimi ni Eloge Longo na kushukuru kwa kutusikiliza na nawatakia jioni njema yenye amani na afya njema popote pale ulipo. Huku nikiendelea kuahidi tena kesho asubuhi katika matangazo yetu mengine yajayo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningeomba na kusifu kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, ndio kutuambia maoni yako aiza mapendekezo yako.